Kwa mujibu wa sheria, hata kama serikali imekupa kibali au imekupa leseni, basi kina stop siku ya kwanza kabisa, kuanza Ramadhani mpaka inamaliza. Marufuku kuuza pombe. Ikatoa ile exceptional ndogo sana kwenye hoteli ambazo zimekuwa identified za kitalii, zile kubwa ambazo kuna wenzetu huko, kama mnavyosema, maana utalii hapa hatuna namna, ndio mnaosema hapa. Kwa hiyo kuna exceptional, sio mle kwa history sio nani. Marufuku hili tunasema wazi, marufuku kuuza pombe kwenye maeneo yoyote wakati wa Ramadhani. Na kibali hicho kama ulipewa na serikali kwa mujibu wa utaratibu, hakita function kwa kipindi hiki. Tulishakubaliana kwamba hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tulishakubaliana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni muunganiko wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika ikapatikana Tanzania. Tumekubaliana kuwa taifa letu halina dini. Serikali yetu haina dini, ila wananchi wana dini. Sasa haya mnayoyafuatisha sasa hivi, tunakubaliana kuwa Zanzibar kuna Waislamu, kuna Wakristo, na wote ni Wazanzibari au wanaishi Zanzibari kihalali, au sio? Na wengine hawana dini, wako Zanzibar. Na kwa mujibu wako mheshimiwa, mmetoa vibali. Hivi vibali watu wanavilipia kodi. Je, mtu asipofanya kazi mwezi mzima, hamuoni kama mnakwenda kuua biashara yake? Yaani kiuchumi imekaaje? Yaani kiuchumi hapo imekaaje? Watu mwezi mzima wasifanye kazi. Kweli hiyo ndio imani ya dini? Yaani unataka kuniambia watu mnataka kufunga kwa sababu vitu hamvioni vinaliwa? Hiyo ni ibada gani sasa hii? Kufunga gani huko? We kama unafunga, ndio maana mimi nasemaga watu wanaofunga wako Dar es Salaam. Mtu anakula kuku wake pale, lakini kuna mtu kafunga. Mtu anakula bata, kuna mtu kafunga. Usitake kufunga eti kwa sababu vitu uvioni. Yaani watu wote wanaokula wafungiwe ndani, eti wewe ndio utembee babani useme mimi ndio nimefunga. Hapo hakuna dini. Na mkiendelea hivi, hiyo Zanzibar, uchumi utakuwa unaporomoka, hautokuwa unapanda. Kwa sababu kuna watu wengi wamewekeza, na waliowekeza sio wote Waislamu. Watu wanalipa kodi kwenye majengo, hamliangalii hilo. Je, kama mtu analipa kodi kwenye majengo mwezi mzima hajafanya kazi, nyinyi mtakuja kumfidia kodi yake? Mtakuja kumsaidia kulipa rent? Analipa wafanyakazi, anawalipaje wafanyakazi? Na hamtaki afanye kazi. Kuna baadhi ya mambo mengine muyatizame kwa makini sana. Yaani havihitaji elimu kubwa sana. Hivi mmechunguza hata Waarabu huu mwezi hawafanyi kazi? Yaani huu mwezi Waarabu hawafanyi kazi? Hapana, sio sawa. Hii tunawafanya Waislamu waendelee kuwa maskini na watu wasiojiweza, kwa sababu kama mtu analipa kodi, umemwambia mwezi mzima huu asifanye kazi, analipaje kodi? Mtu anaduka na wafanyakazi 3 4, wanauza chakula kahotkeli kama mgahawa, wewe umemkataza kufanya kazi. Hao wanaofanya kazi kwenye migahawa unawalipa nini wewe kama serikali? Familia zao unaziendesha vipi? Wanapata wapi hela ya kufuturu na watu wafanyi kazi? Kuna baadhi ya mambo mengine hayahitaji elimu kubwa. Sasa mnataka tu bora tu mteleweshe kwamba Zanzibar ni nchi ya mashehe tupu. Maana sioni kama sababu kama kuna kiongozi wa serikali. Yaani kama kuna kiongozi wa serikali sasa inakuwa ameshakuwa na yeye. Maana nimeona polisi naye anazungumza hivyo hivyo. Wewe sijui waziri sijui wa nini na anazungumza hivyo. Basi tuambiwe kwamba Zanzibar ni nchi ya Kiislamu. Wakristo hawana haki.
kwa sababu mnawanyima haki na uhuru wa watu wengine ambao hawahusiki na dini yenu. Na tulishakubaliana kuwa Tanzania ni nchi ambayo serikali yetu haina dini, ila wananchi wake wana dini. Sasa inakuwaje leo ionekane serikali ndio imesimamia dini? Hebu hili tuliweke sawa kwanza. Hii imekuwa kuwaje? Hamwatendei haki watu wengine ambao hawana hiyo imani yenu. Vile vile kwenye hizo kosti, nani anakava kosti za mwezi mzima? Hao waliokuwa wanafanya kazi kwenye hivi viduka mnawachukuliaje? Nani atawalipa mishahara? ZRA huu mwezi mtakusanya vipi kodi? Watu hawafanyi kazi. Kuna baadhi ya mambo hayahitaji elimu kubwa, inabidi tu muyaangalie vizuri kama serikali, muone mtafanya nini. Haipendezi. Kwa hiyo sasa mnaamua kuwabagua. Kwa hiyo wale wenye hela nyingi, wale ambao wapo kwenye mahoteli makubwa, ndio wanastahili sasa kuenjoy na kulala, kufanya burudani zote. Ila hawa wenzangu na mimi ndio wanaambiwa wafuate dini sasa. Yaani wewe hata kama ukiwa Mkristo una hela hauruhusiwi kula, ila ukiwa Mkristo una mihela yako unaruhusiwa kula. Hiyo sio sawa. Hamwatendei haki wengine. Kama kweli mpo kwenye mfungo, mnafanya makosa na ni dhambi kubwa kumlazimisha mtu kufanya jambo ambalo halitaki. Sio sawa. Lazima tuambiane ukweli, hiyo sio sawa.